Karibuni sana wadau wetu wa Fabigo TV na BM Zakaria Online TV na Arafati TV katika masuala yetu ya tutorials zile tunazosoma kuhusiana na ICT. Leo ni siku ambayo tunataka kuja kukufundisha kitu fulani muhimu sana katika maisha yetu ya kijamii ambayo ni masuala ya cyber security. Na masuala cyber security ina maana yake, inatakiwa nikufundisha jinsi gani ya kuwa na cyber security katika mfumo wa vifaa vyako vya ICT. Hapa naongelea simu, naongelea kompyuta, naongelea na vitu vingine. Lakini ni muhimu sana kusikiliza video kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wengi wenu mnaogopa kumaliza bando, kwamba eti namaliza bando ya 500 wakati hapo unasoma bure kwa 500, wakati ungeenda darasani cyber security ungesoma kwa 400. Umeelewa? Sikiliza mpaka mwisho. Mwanzoni nafundisha theory, mwishoni namaliza na practice. Lazima usome kama professional, nikufundishe cyber security ni nini ili asikudanganye mtu, lakini pia mwishoni nitamalizia na mifano ile ya vitu nilivyofanya viongelea kupitia hii laptop au kompyuta nilionayo hapa. Nataka nikupe maana ya cyber security, lakini kabla ya yote usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare habari hii ili iweze kufikia mtu mwingine katika channel hizo unazoangalia. Jina langu mimi ICT naitwa Fabigo ICT man. Nipo hapa kwa ajili ya kukuelimisha wewe ndugu yangu uliopo popote ulipo. Asante sana. Maana ya cyber security, yani wanasema kwa Kiingereza what is cyber security? Maana ya cyber security tutatumia English, Kiswahili kwa sababu ni Tanzania, wengi wao nao nifuatilia ni wa Tanzania. Okay, wanasema maana ya cyber security. Nasema kwa lugha rahisi, cyber security, usalama wa mitandaoni. Maana ya cyber security, maana yake ni usalama wa mitandaoni au mtandaoni. Usalama mtandaoni ni kitendo cha kulinda mfumo au mifumo ya kompyuta, server, simu, data na mitandao dhidi ya mashambulizi ya kidijitali, digital attack. Yani usalama wa mitandao, yani cyber security, yani ni kitendo cha kulinda mfumo wa kompyuta, server, simu, data na mitandao dhidi ya mashambulizi ya kidijitali. Yani kitendo cha kulinda mifumo ya kompyuta, simu, server na mitandao dhidi ya mashambulizi ya kidijitali. Yani wale hackers, tunaweza kusema hackers. Kwa hii mifumo ni mifumo ya kulinda hivyo vitu ili uweze kulinda. Hapa tunaongelea nini? Tunaongelea mifumo ya ICT kama vile mifumo ya trend, yani kwa mfano tunasema confidentiality, siri kwa Kiswahili chake siri, yani confidentiality, siri, lakini kuna integrity, yani uaminifu sahihi, na availability, upatikanaji. Tukisema siri maana yake nini? Maana yake data iolwe na mwenye mamlaka tu. Unapoongelea cyber security maana yake unaongelea mfumo wa password. Mfumo wa password ambao unaweza kuweka kwenye mfumo wako wa kifaa chako, labda simu au kompyuta, tablet. Hizo zinaitwa cyber security kwa sababu ili mtu aweze kuingia kwenye mfumo huu wa kitu chako lazima aombe password kwako. Lakini tunaongelea cyber security ambazo tunaongelea mifumo ya mitandao, yani akaunti zetu, kwa mfano email, kuna WhatsApp, kuna Facebook, kuna Instagram na kuna vitu vingine kama vile confidential mambo ya benki yale, yani kwamba kwenye ATM kadi zile ID. Kwa mfano leo wewe ukitaka NIDA yako ujisajili kwenye NIDA, lazima uwe na ID number ambayo ni namba ya NIDA. Hiyo zinaitwa ni cyber security. Kwa cyber security ni masuala ya ujumla ambayo yatakusaidia wewe uweze kujua vitu fulani, yani ili uweze kuingia kwenye mfumo wa kitu hicho lazima uwe na password. Hizo password ambazo zitakusaidia wewe uone ni mwenye mamlaka. Yani kwa mfano unapotaka kuingia kwenye Facebook page au Facebook account yako, Instagram, lazima uwe na password, na ukikosa password hapo unaweza kushindwa kuingia kwenye account. Ndio maana wengi wao waliosahau password wanapata IT, wataalamu wa cyber security ambao wanaweza kuwasilishia akaunti zao kama walikuwa na hizo vitu tunavyosema recovery, kwa mfano email na namba zile za kurudisha akaunti kama utakuwa umesahau password. Hiyo ni mambo ya siri. Mambo mengine ni inasema integrity. Kitaalamu inaitwa integrity.
Yaani hii ina maana kwamba uaminifu, usahihi, data isibadilishwe njiani, yaani data isibadilishwe njiani. Pale data inapokuwa ina transfer, inasafiri, ina flow kutoka kwenye device moja kwenda device nyingine. Cyber security chetu cha cyber security pale tunaposema integrity maana yake kwamba uaminifu au usahihi, data isibadilishwe njiani. Yaani kuna swala fulani kwenye network, sisi ICT tunasema network, kuna vitu vina network. Maana yake ni kwamba ni jinsi gani data zinapokuwa zinasafiri, data communication, ambapo zinakuwa zina transfer from one point to another. Network is a connection of two or more devices which can share information. It means that if we talk about data, tunaongelea kwenye cyber security, yani ulinzi, jinsi gani hizo data zitakuwa zina flow bila kuharibika njiani. Kwa maana ya usahihi au integrity, maana kwamba ni usahihi wa usafirishaji data ndani ya network, ndani ya internet, katika vifaa vyako vya mawasiliano kama vile simu, kompyuta na vifaa vingine ambavyo vinawezekana kuwa natumia cyber security. Cyber security pia kuna swala lingine linaloitwa availability. Availability maana yake ni upatikanaji ni kwamba mfumo uwe wazi wakati mtumiaji anapohitaji. Yaani kwamba maana ya password kwamba utakapokuwa na login ndani ya system yako, ina maana ukilog in, ina maana kwamba ile cyber security itakuruhusu kwamba umeingia ndani ya mfumo huo wa website yako au account yako ya Facebook na account zingine, inakuruhusu availability, yani kwamba inakuruhusu upatikanaji wa communication, yani kuwasiliana kwa usalama zaidi bila kuwa hackers hawezi kuingilia pia. Kwa mfano hata ukiwa on kwenye kifaa chako, yule hackers kupitia mtandao kwamba anaweza kudukua account yako hawezi, maana ile cyber security ambayo ni password itakuwa bado inakusaidia. Hapo unahisi tumeelewana? Tunaenda kwenye kitu fulani ambacho inaitwa umuhimu wa cyber security. Umuhimu wa cyber security katika masuala ya kimtandao. Umuhimu wa cyber security inakusaidia wewe kulinda taarifa binafsi. Yaani kwa Kiingereza tunasema protecting personal data. It means that kama tumekwambia cyber security ni kitendo cha kuweka password au zile password ambazo nimetaja, kwa mfano kwamba password za simu, kompyuta, system zako, software zako ambazo nimeongelea hapo, kwamba software ambazo labda unatumia mitandao yako ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, password zilizoziweka ndio zinaitwa password. Kwa hiyo faida yake kubwa ni kulinda taarifa binafsi, ambapo Kiingereza tunasema protection personal data, ambazo inalinda siri za watu kama namba za siri, password, picha na message zisivuje. Kwa vipi? Kwa mfano wewe inatakiwa ukiwa unatumia Facebook yako account leo, unatakiwa ujue password yako ya email, ya password ya account yako ya Facebook na Instagram, na password yako ya email ya kawaida Google Gmail au Yahoo email, ambayo itakusaidia wewe kuwa na security katika usalama wako wa account zako. Kesho na kesho kutwa simu yako ikipotea, unaweza kurudisha account yako kwa kufunguka security na email yako. Watu wengi wanapeli hapa, wengi wanakuwa na akaunti nyingi kwenye mitandao kwa sababu cyber security hawajui kuitumia vizuri, wanakuwa wanasahau password. Simu zinapotea, laptop zinapotea, tablet zinapotea, kompyuta zinaharibika. Unaweza kuwa ulikuwa unatumia kompyuta baadaye kompyuta ile imelog in au imecorrupt window, inaweza ikakudai password ili uingie kwa mara nyingine. Kwa lazima uwe na password. Hiyo tunasema kulinda taarifa binafsi. Ndio maana ya cyber security hapa, faida zake au umuhimu wake. Lakini faida ya pili inasema kuzuia hasara ya kifedha, preventing financial loss, kuzuia hasara za kifedha. Hapa tunaongelea mifumo, inalinda mifumo ya benki, mitandao ya simu kama vile M-Pesa, Tigo Pesa na kadi za benki ambazo ni Visa na Mastercard dhidi ya wezi wa mtandaoni. Kwa yani kuzuia hasara ya kifedha. Leo mtu yeyote anayetumia akaunti ya benki hapo alipo anakuwa ana password kwenye kadi yake ya MB, yani ya hii kadi yake ya ATM benki.
Lakini pia unaweza kuwa na password ya Tigo Pesa, M-Pesa au Yas. Tunaweza kusema unakuwa na password ya Airtel Money, Airtel Money. Hizo ndio tunasema cyber security. Kwa hiyo basi itakusaidia kulinda watu wasidukue na wezi wala mtandaoni wanaitwa hackers. Hackers ni watu wadukuzi ambao wanaweza kukunukulia vitu vyako kwa kutumia password nyingine, tunasema ufunguo malaya, ambapo wanaweza kukuibia. Lakini ukiwa na cyber security ambayo ni strong password, itakufanya wewe uwe vizuri katika mtandao hizo. Lakini njia nyingine au tunasema umuhimu mwingine wa cyber security kwamba kuzuia ransomware ambayo ni uharibifu, yaani tunasema na uharibifu. Ransomware ambayo ni uharibifu, stopping malware. Stopping malware anasema inazuia virus. Malware ni virus, aina ya virus ambayo inapatikana kwenye kompyuta au kwenye mitandao ya simu, ambayo inaweza kuingia kwa kupitia mitandao. Anasema hii sasa password yani au cyber security inazuia virus hatari vinavyoweza kufunga kompyuta au mfumo mzima wa ofisini na kudai faini au nini. Lakini hapa nataka nikufafanue kidogo kwamba kuzuia kwa vitu kama hivi malware. Unajua sisi IT tunaposoma darasani kwamba security kuna aina mbili ya security. Kuna BIOS security and tunasema antivirus and password. Yaani password na antivirus kwenye mfumo wetu wa ICT ni security. Kwa hapa anapoongelea kuzuia au malware ni virus. Kwa sometimes unatakiwa security kompyuta yako inakuwa na antivirus. Antivirus inaweza kukuzuia wewe au malware wasiingie, lakini hiyo inajiingiza kwenye cyber security. Kwa mfano pale tunapoweza kusema mfumo unakuwa hauvamiwi, lakini password ndio hizo tulizozitaja mwanzoni kwamba uweze kuingia kwenye mtandao wa mtu bila mwenyewe kuwepo kama yeye mwenyewe hayupo. Kwa hiyo basi kuzuia virus ni njia mojawapo ya cyber security au umuhimu wa cyber security. Tunaendelea na somo letu kama vile ambavyo nataka kuongea zaidi kwamba usalama wa taifa pia wanatumia cyber security. Usalama wa taifa pia wanatumia cyber security kwa sababu ya kuangalia mifumo ya umeme, rada za ndege na siri za jeshi zisishambuliwe na nchi nyingine au magaidi. Kama tumesema cyber security ni mfumo wa tunapoendelea, na mimi pia na mshukuru Mwenyezi Mungu kuendelea na sekta ya aina ya mashambulizi ya kawaida. Yaani unajua cyber security na mashambulizi, hao washambuliaji hao ndio wao tunaita hackers, yani wezi, wadukuzi wa mtandaoni. Hao wanatumia sifa gani? Wanatumia njia gani ili waweze kushambulia akaunti zako? Yes. Moja, wanaitwa phishing. Phishing ni manake message au barua pepe za kitapeli zinazokuomba ubonyeze linki. Yaani kwamba kwa mfano mtandaoni huko unapotumia simu au laptop au kompyuta ukiwa online, kuna messages za kawaida zinakujaga kama vile application ya kuidownload. Zinakuomba kama uidownload au uinstall kwenye simu yako au kwenye device yako. Hiyo usiwe unavi-install kama uvijui, unakuwa na viclose, maana vingine vinakuwa ni application zile ambazo zinaweza kuwa ni mfumo wa kuhack account password zako. Maana zenyewe zikiingia kwenye mfumo wa simu au kompyuta zinakuwa zina hack kama vile AI inavyofanya kazi. Inaenda kwenye security, inaenda kuchukua password zako, zinamtumia server mwenye account, mwenye application hiyo, anachukua account yako. Ndio pale tunasema wameniibia account. Kwa hiyo kuwa makini na vitu ambavyo vinakuja kwenye mtandao vijui. Vinakuja kama unataka kuvidownload, uviangalie. Hiyo ya kwanza. Ya pili ni malware. Malware ni program alarm kama virus zinazoingizwa kwenye kifaa chako kwa siri. Malware ni program alarm za siri ambazo zinaweza kuingiza kwenye kifaa chako kama vile laptop, tablet au simu bila kwa siri, bila wewe kujua. Kuwa makini, ndio maana tunasema uwe na security. Kwa mfano antivirus, maana inakuja kama virus.
Ukiona antivirus malware anakamatwa, anaonekana ni malware. Kwa ili wa hack account zako, kama ni benki, kama ni nini, ndio hizo wanazotumia hivyo wale mahackers. Lakini pia kuna social engineering, matapeli wanaokupigia simu. Umeona, matapeli wanaokupigia simu kwa kujidai ni wafanyakazi wa mtandaoni wa simu ili uwatajie namba yako ya siri. Kuna watu wanaweza kusema wamejishindia takribani hela shilingi fulani, wanakutumia message na wanajifanya kama wamesahau password au uwatajie password. Jifikirie wewe mtu ambaye usio mjinga. Hapa natumia neno la ujinga, maana ujinga sio tusi, ni mtu akutoelewa. Wewe mtu anakupigia simu anasema umejishindia milioni 1 au milioni au laki mbili. Hujacheza mchezo wote, eti nipe password yako baadaye afu tuangalie kama vipi. Wewe kwa nini kama umekutumia pesa upe password yake? Au ni wauni wale wanaita matapeli wa mtandaoni, au ni hackers ambao, kumbuka kwamba cyber security ina ulinzi wake. Ndio huo tunasema anashinda kukuhaki, lazima pate password zako. Ili aingie kwenye account yako lazima pate password zako. Ndio njia hizo wanazotumia. Kuna njia kwanza tunasema phishing, message zile za barua pepe, kuna malware, programu alarm, kuna social engineering, matapeli wa kimtandao wanaweza kukupigia simu kujidai kwamba umeshinda kitu fulani. Hapo unahisi umeelewa. Lakini pia tunaenda kwenye kipengele kingine ambacho tunakimalizia cha mwisho, kwamba jinsi gani tukushauri sasa ili uondokane na hao matapeli. Ili uondokane na hao matapeli au na cyber security yako iwe vizuri, usalama wako wa ulinzi katika mtandao wako au katika kompyuta yako, katika simu yako, lazima uweke strong password. Strong password, yani password yenye nguvu kwenye mtandao wako. Password yenye nguvu kwenye mtandao wako ambayo inaweza kuchanganyikana na herufi, namba na alama. Alama kama vile @gmail/leli na kuendelea. Hizo zinaitwa password, strong password. Ndio maana mitandao mingi ukiwa unatengeneza email au account wanasema weka strong password. Strong password ni kuchanganya vitu namba, alama na herufi. Hizo ndio zinaitwa strong password. Utawaweza wale wanaoweza kuhaki, wanashindwa kuhaki. Kingine wanasema wacha two factor authentication. Yaani kwamba two factor ni vile vitu ambavyo kwenye Gmail, ndio hapa nataka nionyeshe, kwenye Gmail nataka nionyeshe ambapo jinsi gani unaweza kutumia hizi recover email. Recover email ni kuacha vitu fulani ambavyo utaona hapa mimi nitakapokuwa na kuonesha. Nitakuonesha hapa nikiingia kwenye browser yangu, nitaenda kwenye Gmail. Nitaandika Gmail hapa kwenye kompyuta yangu baada ya kutype, au kwenye laptop yangu naandika Gmail. Nikiandika Gmail ni ukiwa unatumia kompyuta hapo, ukiandika Gmail unapiga enter. Ukipiga enter, kama ulilog in kwenye Gmail, utaenda sehemu ya Apple utaklik Apple, afu itakupeleka sehemu ya account. Utaenda kwenye account ikibonyeza utaenda ile Gmail itakuleta kwenye account kama hivi ilivyonileta mimi. Kuna sehemu utaenda kwenye security. Sehemu ya security pale ndio kuna cyber security zetu ambazo tunaonekana kama ni cyber security. Naenda kubonyeza, nikibonyeza cyber security hapa chini wanasema security sign, unaweza kuonyesha vizuri. Cyber security, kama hivyo cyber security inavyoonekana. Utaona wanakuorodheshia vitu hapa, kama kuna recent security active, kuna how to sign nini, kuna step verification. Hapa nilikuwa nasemea ile kitu, nilikuwa nasemea kwenye step verification hapa. Nikibonyeza kwenye step verification, click step verification, taona inafunguka, inakuja hapa kwamba niweke password zangu. Kwa hiyo nikiweka password hapa, ambapo hiyo password zangu zitanifanya nifanye step verification. Hizi ni njia moja hapo ya kuverify ili tu uende kwenye step verification. Hizi ndizo zile njia zile za kufanya kile kitu nilichokwambia hizi hapo zile. Hizo ndo step ambazo mahackers wanazitumia. Kwa mfano, akitaka kuhaki mtu email yako au account yako, itamletea kwamba verification. Kwa atasema iandike namba yako ya simu yako. Kwa kama itakuwa imeandika namba ya simu yako, hizi hapa nilikuwa nazisema hizi.
hizi. Kama itaandika namba yako ya simu zako na nini hizi hapa, na kifaa chako kipo, ndio mtu anaweza kukuhaki. Kama namba yako ya simu ana na password ya kurecover hawezi kukuhaki. Kwa hiyo basi, ili wewe mambo yako yawe vizuri, lazima uwe na recover email, uwe na namba ya kurecover, yani kwamba ya kurudisha akaunti yako kama itakuwa imevamiwa na mahackers au na wezi. Kwa siku ya leo naishia hapo. Usisahau kusubscribe, kulike na comment YouTube channel zetu hizi hapa, Fahamu Digital TV, BM Zakaria Online TV na Alpha TV. Asante sana. Asante sana. Good. Naitwa Fahamu Digital kama mlivyonizoea mimi siku zote za maisha ya haya hapa. Asante sana. Yes. Yeah. Oh.